Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan azindua sera ya mambo ya nje na kuwaonya wanaojaribu kuingilia uhuru wa Tanzania. Israel yasitisha kuchukua udhibiti wote wa eneo la Gaza ili kuwadhibiti wapiganaji wa Hamas wanaodaiwa kupora misaada ya kibinadamu katika eneo hilo. Na katika michezo, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetenga jumla ya viwanja 5 kwa ajili ya ukarabati, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya michuano ya AFCON ya mwaka 2027. Ni wakati mwingine umewadia, mtazamaji, wa kukuletea taarifa ya habari ya kutwa nzima ya leo kutoka hapa Channel 10, kilicho bora kabisa. Mimi ni Esther Amandus Zelamula, niko hapa na Ramla Jabu, mkalimani wa lugha ya alama. Karibu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameonya kwamba serikali haitatoa nafasi kwa mtu yeyote yule au kikundi kinachovuruga nchi kufuatia uwepo wa wanaharakati kuingia katika ukanda huu kwa nia ya kuingilia mambo ya nchi nyingine, na kwamba hatakubali uharibifu huo uingie hapa nchini kwa namna yoyote ile. Tupate taarifa zaidi. Kuna klipu kadhaa za kunisema niko bias na nini. Nalofanya ni kulinda nchi yangu na ndio wajibu nilio. Rais Samia amesema hayo wakati wa uzinduzi wa sera ya mambo ya nje ya mwaka 2001 toleo jipya la mwaka 2024, na kuongeza kuwa si kwa wageni tu, bali haiko tayari kuona mtu yeyote kutoka ndani ya nchi kuvuruga amani ya nchi, na kusisitiza kwamba anatambua wajibu wake kuwa ni kulinda nchi yake na si vingine. Aidha, amesema licha ya uwepo wa maendeleo ya teknolojia ambayo yanaruhusu watu kufanya wanavyotaka, ameagiza Wizara ya Mambo ya Nje kuhakikisha inatoa ufafanuzi ama kukanusha kwa haraka taarifa zozote zinazotolewa kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na Tanzania, ikiwa ni njia mojawapo ya kulinda heshima ya nchi. Sasa kama kwao wameshadhibitiwa, wasije kutuharibia huko. Tusitoe nafasi. Walishaharibu kwao, walishavuruga kwao. Nchi iliyobaki haijaharibika. Watu wako na usalama na amani na utulivu ni hapa kwetu. Kuna majaribio kadhaa. Niwaombe sana vyombo vya ulinzi na usalama na nyinyi wasimamizi wa sera zetu nje kutoa nafasi kwa watovu wa adabu wa nchi nyingine kuja kutovuka hapa kwetu. Akizungumzia sera ya mambo ya nje ya mwaka 2001 toleo jipya la mwaka 2024, Rais Mheshimiwa Dr. Samia amesema sera hiyo itaisaidia nchi katika masuala mbalimbali pamoja na kuendana na mabadiliko ya sasa yanayotokea duniani, ikiwemo mabadiliko ya tabia nchi, mapinduzi ya kiteknolojia, ikiwemo matumizi ya akili mnemba, vita vinavyoendelea katika nchi mbalimbali duniani na kusababisha mfumuko wa bei ya bidhaa mbalimbali. Tuliangalia maslahi ya wanadiplomasia wetu pia. Tukiangalia sera 2001, jambo tunalojivunia ni uimara wa misingi ya sera yetu ya nje iliyowekwa na waasisi wa nchi yetu. Kutokana na misingi hiyo imara, nchi yetu imeweza kupata mafanikio makubwa kwenye sera ya nje.
tumeendelea kuaminiwa, kutumainiwa na kutabirika. Mipaka ya nchi yetu imeendelea kuwa salama, ilhali uhusiano wetu na balozi zetu au na majirani zetu na nchi nyingine umeshamiri sana. Awali akizungumza katika uzinduzi huo, Rais wa Zanzibar ambaye pia ni mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, amesema tukio hilo la kihistoria la uzinduzi wa sera hiyo mpya ni kielelezo cha taifa linavyoendelea kujiimarisha kisera na nafasi yake kimataifa, na kutaka sera hiyo kutumika katika nyenzo muhimu ya kulinda na kutetea maslahi ya Watanzania duniani na kuendelea kukuza mahusiano na mashirikiano ya kikanda ya kimataifa yenye manufaa kwa taifa. Katika siku za karibuni tumeona nchi kadhaa zimeonyesha nia ya kufungua konseli kuu na konseli za heshima Zanzibar, jambo linaloashiria hali nzuri ya kisiasa na kiuchumi iliyoletwa na hali ya amani na utulivu inayoendelea Zanzibar. Hii ni ishara tosha kuwa uchumi wa Zanzibar unaendelea kukua kwa kasi na uwekezaji kuongezeka. Nikujulishe kuwa taswira ya Tanzania sasa hivi kimataifa ipo juu na itaimarika zaidi, na kuwa ni nchi inayotambulika na kuvutia wawekezaji na mashirika ya kimataifa mengi. Tumelenga kuendeleza heshima hiyo tulioachiwa na waasisi wa taifa letu ya kuwa ni taifa la wastaarabu linalopenda amani, utu na usawa, na wakati huo huo tukiongezea sura ya ubunifu, uchapakazi na ushindani wa kiuchumi ambao dunia inakwenda. Kutoka Dar es Salaam, Kisa Mwepiana, Channel 10. Asante Kisa Mwepiana. Mvua kubwa iliyoambatana na upepo imezua mapaa ya nyumba zaidi ya 10 katika shehia ya Kiungoni, wilaya ya Wete, na wanafamilia wanaoishi katika nyumba hizo kukosa makazi na kusababisha uharibifu wa mali zao. Taarifa kutoka mkoa wa Kaskazini Pemba inafafanua. Baadhi ya watu waliopatwa na maafa hayo wakizungumza na Channel 10 wamesema wamepata hasara kubwa ya kukosa makazi pamoja na mahitaji mengine ikiwemo chakula. Upepo ule unavuma, nimo ndani. Sasa baada ya kuona zile borti za sokotolewa za chukuliwa, nikapiga mbio, kuna huyu mwanangu amelala hapa, nikapiga mbio kajawahi kunyanyua, nikakimbia naye mbio. Sasa huko nje ilikuwa watu hawana habari. Mimi nikatoka mbio huko barabarani, nikaenda ita watu, njoni jamani, nyumba yangu ishadondoka. Tulikuwa tu ndani tumelala humo. Naona upepo nkuja kwa ghafla tu, tena twatoka mimi na wanangu. Twafungua mlango, naona majiti yanaanguka. Twatokea huwa hapa matofali hali ile yaanguka tena. Mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba, Mheshimiwa Salama Mbaruku Atibu, amefika eneo la tukio kuwafariji wananchi waliofika na janga hilo pamoja na kueleza hatua zitakazochukuliwa na serikali kuwasaidia kwa maafa walioyapata. Tunajua kwamba kuna wananchi mbalimbali ambao wameweza kuathirika, wamepata athari hii, na athari hii ambayo imekuta familia lakini imekuta jamii na serikali kwa ujumla. Kwa hiyo kama mlivyoona hapa, nimewaeleza mdhamini umeme atarejesha umeme ili wananchi waweze kupata huduma umeme kama kawaida. Lakini kwa wale zile nyumba ambazo tumekwenda, wanafunzi wamelalamika kwamba wamepoteza madaftari, wamepoteza vitabu, sare zao zimeharibika. Kila mwanafunzi atapata sare yake ikiwa ni wa primary au wa sekondari. Wananchi wamepata hifadhi kwa majirani, na wengine serikali inaendelea, kama hawatupata hifadhi basi sasa hivi tunafanya tathmini ni wangapi ambao hawajapata hifadhi ili waweze kuhifadhiwa kwa mtindo wa serikali, aidha tupate mahema au tupate vitu gani. Niko bebe habla. Kwa hiyo tumekuja, wameshamaliza kurejesha. By then wakawa tumeingia ndani hapa, kuna baadhi ya nyumba tumezitolea ili warudishe mapaa.
Kwa hiyo tumewarudisha tena hapa, sasa hivi watakuja kuendelea na maeneo mengine ambayo kwamba yanahitaji kitu kama hicho, ili warudishwe. Wakimaliza alafu na sisi huduma tutarejesha, watu watakuwa hapo karibu. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa amesema serikali imeweka mikakati madhubuti ya kuhakikisha changamoto ya uwepo wa magugu maji katika Ziwa Victoria inapatiwa ufumbuzi ili kuwezesha shughuli za kijamii ziweze kuendelea katika maeneo hayo. Waziri Mkuu amesema hayo wakati akizungumza na wananchi alipokagua shughuli ya udhibiti wa magugu maji katika eneo la Kigongo Busisi akiwa katika ziara yake ya kikazi mkoani Mwanza. Amesema magugu maji hayo yamekuwa yakiathiri kwa kiwango kikubwa shughuli mbalimbali za kijamii na kiuchumi katika ziwa hilo. Hivi ununuzi wa mitambo hiyo utasaidia kuteketezwa kwa magugu maji hayo. Aidha, waziri mkuu amewashukuru wananchi wa maeneo hayo wakiwemo wavuvi ambao wamejitolea kushirikiana na serikali katika zoezi la kuyaondoa magugu maji hayo, ambapo pia ameiagiza ofisi ya makamu wa rais mazingira iendelee na zoezi hilo hadi pale yatakapomalizika ili shughuli za kijamii ziendelee bila ya kikwazo chochote. Hatua ya muda mfupi ni kuanza kutafuta mitambo midogodogo ambayo tunayo ndani ya nchi, tuweze kuanza kufanya kazi ya kuondoa magugu maji yale yaliyofunika ziwa, alafu tuje kwenye gugu maji ambayo limekomaa. Hatua za muda, wakati tulisema wataalamu wetu wa ndani waende popote duniani kujifunza hali hii, na wenzetu wameweza kupambana nayo kwa kiasi gani. Kwa ukanda wa Afrika Mashariki, wenzetu wa Uganda walishaanza kupambana na magugu hayo, kwa tukasema wataalamu waende. Hapo vijana wanakata, kwa maana kwamba ukishalikata linakauka. Na chini kuna udongo. Kwa hiyo likikauka linanyauka, baadaye linapotea. Sasa vijana ndio wanakata mpaka sasa wamekata sehemu kubwa na wanaendelea kukata. Na hatua nyingine, Mheshimiwa Waziri Mkuu alielekeza tutafute mitambo. Tumepata mtambo wa kuazima. Nipende sana kumshukuru meneja wa bandari wa mkoa wa Mwanza, ametusaidia sana. Ametupatia mtambo bure, sisi tunaweka mafuta tu na posho za madereva. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu, ambaye anakabiliwa na kesi ya uhaini pamoja na kesi ya kuchapisha taarifa za uongo katika mitandao ya kijamii, amefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam leo kwa ajili ya kusikilizwa mashauri yanayomkabili. Tujiunge na Hamisi Suleiman. Kikao kimekamilika, au sio? Public trial. Mahakama ya hadhara. Public trial. Kufikishwa katika mahakama ya wazi kwa Tundu Lissu leo kunatokana na mashtaka hayo yanayomkabili awali kusomwa kwa njia ya mtandao, hatua iliyopingwa na jopo la wanasheria pamoja na mtuhumiwa mwenyewe kutoafiki utaratibu huo na kuiomba mahakama kuendesha shauri hiyo kwa uwazi, huku mtuhumiwa akifikishwa mahakamani. Katika shtaka la kwanza la uhaini linalomkabili Tundu Lissu linadaiwa kutendwa Aprili 3 jijini Dar es Salaam, ambapo kwa nia ya uchochezi alitoa tamko la kushawishi umma kuzuia uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 kwa kutamka maneno yanayoashiria kuchochea uasi. Shtaka la pili lililosomwa mbele ya hakimu mfawidhi Franco Kiswaga ya kuchapisha taarifa za uongo kinyume cha sheria mtandaoni ya makosa ya kimtandao namba 14 ya mwaka 2015 kifungu cha 16. Mashtaka hayo yanadaiwa kutendwa jijini Dar es Salaam kwa kutoa taarifa za uongo kuwa uchaguzi wa serikali za mitaa 2024 wagombea wa Chadema walienguliwa kwa maelekezo ya kiongozi wa nchi, wakati akijua maneno hayo ya uongo na upotoshaji kwa umma. Shitaka la pili pia linalomkabili ni kutoa taarifa kuwa polisi hutumika kuiba kura wakiwa na vibegi, taarifa ambayo pia ni upotoshaji kwa mujibu wa sheria ya mtandao. Upande wa utetezi, kwa upande wetu tumesema kwamba tutatoa orodha ya mashahidi wetu na namna na nyaraka tutakazotumia pindi pale baada ya upelelezi. Upande wa mashtaka utakuwa umemaliza kesi yake, na kama tuonekana mshtakiwa na kesi ya kujibu, basi tutaweza kueleza mahakama tuna mashahidi wangapi na vielelezo
vipi ambavyo tutavitumia, vielezo vingapi ambavyo tutavitumia. Kwa hiyo baada ya hapo hakimu ameahirisha shauri hili mpaka vile tarehe 2 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Nadhani utakuwa ni muda wa saa 3 asubuhi. Kesi imefika pazuri. Kesi imeiva. Kama ni jipu lishaiva, naweza kuwa ni kulitumbua tu. Kwa hiyo tunasubiri tuanze kusikiza kesi. Walete mashahidi, tuwahoji mashahidi, na wenyewe jitetee tujue kama ni taarifa ya kweli au ya uongo. Tous concernés puisqu'il est question de la démocratie et c'est pour cette raison que nous tenons à venir absolument prendre part à ce procès. Tunazingatia sana misingi fulani ya demokrasia na uhuru wa mawazo, na kila inapotokea kwamba kuna kesi kama hii tunajua kwamba ni jambo linatuhusu sisi sote. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Shukrani Hamisi Suleiman. Na sasa tuelekee makao makuu ya nchi Dodoma. Katika kipindi cha miaka 4, serikali ya awamu ya 6 imefanya mageuzi makubwa katika sekta ya maliasili na utalii na kuwezesha mafanikio ya kihistoria ndani na nje ya nchi, ikiwemo ongezeko la watalii na mapato yatokanayo na shughuli za kitalii, huku Tanzania ikiendelea kutambulika katika nyanja za kimataifa. Tujiunge na mwanahabari wetu Leonard Mwacha. Ni katika mkutano wa 19 kikao cha 27 ambapo Waziri wa Maliasili na Utalii Balozi Daktari Pindi Chana ameelezea bunge mafanikio 10 ya wizara hiyo alipokuwa akiwasilisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Maliasili na Utalii kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Ilivyoelekezwa kwenye ilani ya CCM ya mwaka 2020, tuliambiwa fikisheni watalii milioni 5. Hapa tunatangaza rasmi tumefikisha watalii milioni 5,300,000. Mapato yatokanayo na shughuli za utalii yameongezeka kutoka dola za Kimarekani bilioni 1.3 dola mwaka 2021 hadi kufikia dola za Kimarekani bilioni 3.9 mwaka 2024. Kwa mujibu wa UN Tourism, kushika nafasi ya 9 duniani na ya 3 barani Afrika kwa ongezeko la mapato ikilinganishwa na hali ilivyokuwa kabla ya uviko 19. Tumeshinda tuzo ya dunia kuwa eneo linaloongoza duniani kwa utalii wa safari. Aidha, serikali imelipa kiasi cha shilingi bilioni 4.6 kwa wananchi zaidi ya 16,000 walioathiriwa na wanyamapori. Hadi Aprili 2025, kiasi cha fedha bilioni 4.6 ikiwa ni kifuta jasho na machozi kwa wananchi 16,939 katika halmashauri za wilaya 78, Mheshimiwa Spika, kimelipwa. Katika hatua nyingine, kamati ya kudumu ya Bunge ya Ardhi, Maliasili na Utalii imeshauri serikali kufanyia kazi mpango wa kushughulikia mgongano wa binadamu na wanyamapori pamoja na kuboresha mfumo wa upatikanaji wa fidia kwa wananchi, hoja inayoungwa mkono na baadhi ya wabunge. Kamati inashauri kuwa serikali itekeleze kwa ukamilifu mkakati wa kitaifa wa kushughulika na mgongano kati ya binadamu na wanyamapori wakali na waharibifu ili kupata utatuzi wa kudumu wa changamoto hiyo. Serikali iboreshe mfumo wa ulipaji wa kifuta machozi na kifuta jasho ili kurahisisha upatikanaji wake, hali itakayopunguza madhara yanayotokana na migongano hiyo. Naomba sana kwenye kulipa fidia, msikawize fidia zao kwa sababu wanakuwa wamejeruhiwa na wengine wamepata madhara ya vifo. Sasa umeshaupanda, unafikia katika hatua ya kuanza kuvuna, tembo wanakuja wanafika shamba zima. Hiyo kwa kweli ni kuwarudisha nyuma wananchi. Tunaomba jitihada ziongezeke. Wizara ya Maliasili na Utalii imeliomba bunge kuidhinisha kiasi cha shilingi bilioni 359.98 ikiwa ni makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Asante Leonard. Chama cha Mapinduzi CCM kimesema ndicho chama chenye dhamana waliopewa na wananchi katika kushughulikia maendeleo ya wananchi wake, sanjari na kutatua kero zao tofauti na vyama vingine vya upinzani ambavyo havina dhamana hiyo. Tupate taarifa zaidi. Ni siku ya pili ya ziara ya katibu wa halmashauri kuu NEC, itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM CPA Amos Makalla katika mkoa huu wa Bukoba, na hapa ni katika wilaya ya Muleba,
ambapo anawasili katika viwanja vya Fatuma. Anawahutubia maelfu ya wananchi na wanachama wa CCM, akieleza kuwa katika kutekeleza ilani ya CCM imeendelea kuwafikia wananchi kwa kuwa ndio chama kinachoongoza kwa sera nzuri, watatulia wananchi kero kwa kuleta maendeleo. Imani hiyo mlionao kwa Chama cha Mapinduzi inatokana na wajibu na dhamana wa Chama cha Mapinduzi kilichopewa na wananchi. Tofauti ya CCM na vyama vingine ni kwamba vyama vingine havina dhamana wala wajibu na wananchi. CCM ndio yenye wajibu na dhamana, kwa sababu 2020 tulipewa dhamana hiyo, tuliaminiwa, na ndio maana chama chetu na serikali yetu muda wote wako kushughulika na maendeleo ya wananchi wake. Wengine wale hawana dhamana. Katika hatua nyingine, akawakumbusha wananchi hawa juu ya zoezi la kuboresha taarifa zao za daftari la wapiga kura ili uchaguzi utakapofika wapate fursa ya kuchagua kiongozi wanayomtaka. Nyinyi ni waombe, jambo muhimu katika uchaguzi ni kuhakikisha wananchi wetu wamejiandikisha katika daftari la wapiga kura. Kwa hiyo kuna zoezi linaendelea katika mikoa 11 ya Tanzania bara na mikoa mingine 5 Zanzibar. Zoezi hili ni kuboresha taarifa zetu katika daftari la wapiga kura. Lakini muhimu, awamu hii inatoa fursa kwa vijana wetu ambao ikifika Oktoba, siku ya uchaguzi, na yeye anatimiza miaka 18. Baada ya kuwahutubia wananchi wa wilaya ya Muleba, hatimaye ikawa ni zamu ya wananchi wa wilaya ya Chato mkoani Geita, ambapo akawakumbusha wananchi hawa kuwa mabadiliko mengi yamefanywa na Rais Samia kufuatia maoni aliyoyapata kutoka kwa wanasiasa juu ya mabadiliko ya sheria za uchaguzi. Mabadiliko ya sheria yaliyofanywa makubwa, uwepo wa tume huru ya uchaguzi. Chama cha Mapinduzi kinaahidi kwamba ushiriki wake, tunaamini uchaguzi utakuwa huru na haki, na atakayeshinda kwa haki atangazwe mshindi. Saidi Makala, Channel 10, Chato. Ofisi msajili wa vyama vya siasa Tanzania imeanza ziara maalum ya ukaguzi wa vyama 19 vya siasa vilivyopata usajili, ziara ambayo inalenga kuangalia utekelezaji wa kanuni za vyama vya siasa zinazosimamiwa na afisi ya msajili wa vyama vya siasa Tanzania. Ifuatayo ni taarifa kamili. Naibu msajili wa vyama vya siasa Tanzania Sisti Nyahoza amesema ziara hiyo ni ya kawaida na inalenga kuimarisha utendaji wa vyama vya siasa katika kufuata miongozo ya afisi ya msajili wa vyama vya siasa Tanzania. Tumekuja katika zoezi la kuhakiki vyama vya siasa. Zoezi hili huwa tunalifanya kila mwaka. Malengo yake ni kuhakikisha kwamba vyama vya siasa vinafuata yale masharti yaliyoandikwa katika sheria ya vyama vya siasa, ikiwemo masharti ya usajili wa vyama vya siasa na masharti mengine ambayo yapo kwenye sheria ya vyama vya siasa, ambayo kwa ujumla wake yanaeleza uhai wa chama cha siasa kinapaswa kuwa vipi. Baada ya kueleza malengo ya ziara hiyo, pia amefafanua baadhi ya changamoto walizozibaini katika baadhi ya vyama vya siasa, hasa eneo la umiliki wa mali za chama. Sheria ya vyama vya siasa katika ile kanuni za usajili, kanuni ya 3 inaelekeza kwa ofisi ya chama cha siasa iwe katika sehemu ambayo ni rahisi kufikika kwa wanachama. Maana usiweke ofisi ambayo unafika wewe tu na viongozi wachache. Ukimwelekeza mwanachama hawezi kuelewa mpaka umpeleke. Alafu hata ukimpeleka ni mbali kutoka kwenye barabara kuu ambayo inapitwa na watu wengi. Kwa hayo ndio mapungufu tuliobaini. Kimsingi tunawapongeza vyama vya siasa jinsi tunavyohakiki wanaboreka kila siku. Nao baadhi ya vyama vya siasa wamesema hatua hii ya kukaguliwa na msajili wa vyama vya siasa kunasaidia kukumbushwa mambo ya msingi ya kuzingatia katika vyama vyao. Tunawapokea vizuri kwa sababu tunasoma kupitia wao. Tumewapokea vizuri na tunashukuru uwepo wao, na tunaamini yale mapungufu ambayo yamejitokeza tutayafanyia kazi. Unajua sisi tulitoka zamani tulikuwa tunatumia mambo ya analog, sasa hivi yamekuja mambo ya digital. Kwa hiyo hili zoezi ni la kisasa, kwa hiyo linatupa wakati mgumu, ila tunakwenda, ila wenyewe wametuambia tumejitahidi, ila kuna mambo machache tutuongezee. Kwa kweli mapungufu yameonekana, lakini ni mambo ya msingi ya kushauriana na kwenda kuzitatua tu changamoto ndogo ndogo. Haiko awali ya yote, pia tunamshukuru Mwenyezi Mungu
yale yaliyotakiwa kwa kipindi hiki mwaka jana tumetekeleza kwa asilimia kubwa. Ziara hii kwa upande wa Zanzibar imepanga kuvifikia vyama 19 vya siasa vyenye usajili. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Asante Juma Kasim. Mamlaka ya udhibiti wa mkondo wa juu wa petroli PURA imesema kazi kubwa imefanyika kwenye eneo la mafuta na gesi asilia katika kipindi cha uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ikiwa ni pamoja na ushirikishwaji wa wazawa katika shughuli za uwekezaji kwenye utafutaji wa mafuta. Mkurugenzi mkuu wa PURA Mhandisi Charles Sangweni amesema hayo alipokuwa akiwasilisha mafanikio ya PURA kwenye kikao kazi na wahariri wa habari. Mhandisi Sangweni amesema katika kipindi cha serikali ya awamu ya 5 kumekuwa na kuimarika kwa kampuni za kizawa ambazo zimeweza kuingia ubia na kampuni za kigeni, hususan katika kutoa huduma za teknolojia na utaalamu wa kina katika shughuli za mafuta na gesi. Katika kipindi cha awamu ya 6, PURA imeendelea kusimamia matakwa ya sheria kuhusu ushiriki wa Watanzania na kutekeleza mikakati mbalimbali ili kuhakikisha kuwa Watanzania na watoa huduma wa Tanzania wananufaika na fursa zinazotokana na utekelezaji wa miradi ya utafutaji na uzalishaji wa gesi asilia. Kupitia usimamizi makini wa swala hili, ushiriki wa Tanzania katika ajira umekuwa wa wastani wa 85% ikilinganishwa na kipindi cha nyuma ambapo ushiriki wa Tanzania ulikuwa chini ya 50%. Aidha, manunuzi ya bidhaa na huduma za ndani imekuwa katika wastani wa 60% kwa bidhaa na huduma za ndani ikilinganishwa na 40% ya miaka ya nyuma. Aidha, Mhandisi Sangweni ametaja mafanikio mengine kuwa ni kuimarika kwa ushirikiano kati ya PURA na taasisi za udhibiti wa nishati katika ukanda wa Afrika Mashariki na kuendelea kwa majadiliano ya uwekezaji katika mradi mkubwa wa kuchakata na kusindika gesi ili iweze kuwa katika hali ya kimiminika ambapo itaweza kujazwa katika mitungi kwa ajili ya matumizi ya ndani na kuuzwa nje. Huwa tunapata mazao ya lami kwa maana asphalt, dizeli, mafuta ya taa, petroli na liquefied petroleum gases au gesi za mitungi. Kwa hiyo tuelewe wazi kwamba tuna gesi asilia na tuna gesi ambazo huwa zinajazwa kwenye mitungi baada ya kuchakata mafuta ghafi na kuyazalisha kwa dizeli, mafuta ya taa, lami, petroli, na yale ambayo yanabaki kama hewa huwa yanaenda yanapozwa. Nayo ofisi ya msajili wa hazina ambayo ndiyo inayoandaa na kuratibu mikutano ya taasisi za umma na vyombo vya habari ikatoa neno kuhusu umuhimu wa vikao kazi hivyo. Kama raia na wao pia wana wajibu wa kushauri na kuchangia katika maendeleo ya nchi yao. Kupitia mikutano hii tunaamini na tumekuwa tukishuhudia wakitoa ushauri, maoni na mapendekezo mbalimbali yenye lengo na nia ya kuweza kuboresha. Aziza Bakari. Siku moja baada ya aliyekuwa mkurugenzi mtendaji wa Hospitali ya Taifa Muhimbili Profesa Mohamed Janabi kuchaguliwa kuwa mkurugenzi wa Shirika la Afya Duniani Kanda ya Afrika, baadhi ya wafanyakazi wa hospitali hiyo wamesema Afrika imepata mtu sahihi katika nafasi hiyo, wakimtaja kwamba ni kiongozi mwenye maono na uthubutu na anayependa mabadiliko katika sekta ya afya, wakiakisi uzoefu wake katika hospitali hiyo ya taifa. Tupate taarifa kamili. Dr. Juma Mfinanga ni mkuu wa idara ya dharura kwenye hospitali hiyo ya taifa. Anasema bara Afrika linakabiliwa na changamoto ya magonjwa yasiyoambukiza kwa sasa, eneo ambalo Profesa Janabi amebobea. Hivyo itakuwa rahisi kwake kubadilishana uzoefu na nchi za Afrika na duniani kwa ujumla wa namna ya kukabiliana na magonjwa hayo. Sasa hivi changamoto kubwa katika bara letu la Afrika ni kuongezeka kwa magonjwa yasiyoambukiza. Wote mnafahamu magonjwa ya pressure, magonjwa ya sukari yanaongezeka kwa kasi sana. Lakini pia kuna magonjwa ya milipuko. Lakini huyu aliyechaguliwa jana kuwa mkurugenzi wa WHO Africa ndio bingwa hayo mambo. Wote mnafahamu kiasi gani anavyotoa elimu kwa ajili ya kupambana na magonjwa yasiyoambukiza. Meneja wa Hospitali ya Taifa Muhimbili Salome Maige amesema Tanzania imepata mwakilishi atayeshiriki katika vikao vya ngazi ya juu vya WHO, hivyo
itainadi zaidi Tanzania katika utalii wa matibabu, na pia Watanzania watapata fursa ya kwenda kujifunza katika mataifa mengine, huku mwenyekiti wa chama cha wafanyakazi hospitali hiyo Arnold Nyanyama akieleza furaha na masikitiko yao. Kwa maana hiyo, sisi kama Tanzania, sisi kama Afrika tuna imani kubwa sana na uwakilishi wake kwenye Afrika, na kwenye management ya WHO tunategemea makubwa. Kwenye tafiti tutapata faida. Kwa hiyo sisi wafanyakazi tuseme tumepokea katika pande zote mbili. Upande wa kwanza ni kwamba tunafurahi kwamba ameheshimisha nchi, ameheshimisha rais, ametuheshimisha taasisi na wafanyakazi kwa ujumla, kwamba tumetoa mtu ambaye anaenda kunufaisha Afrika sasa. Mwisho wa habari za kitaifa. Na katika habari za kimataifa tunaelezwa kwamba Shirika la Afya Ulimwenguni WHO limeanza rasmi mkutano wake wa 78 mjini Geneva. Mkutano huo wa kila mwaka unafanyika wakati ambapo shirika hilo linakabiliwa na changamoto ikiwemo ya Marekani kusitisha mchango wake. Katika ufunguzi wa baraza hilo, viongozi wa ngazi ya juu walianza na uteuzi wa wajumbe wakuu, hususan naibu mkurugenzi mkuu wa WHO kwa eneo la Afrika, Profesa Mohamed Janabi kutoka Tanzania, aliyekabidhiwa rasmi majukumu ya naibu mkurugenzi na kuahidi kuwa atawajibika. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amewapongeza waliopewa majukumu mapya na kuwakumbusha kwamba shirika hilo linahudumu katika kipindi kigumu cha kupunguziwa bajeti, kwani wafadhili wa mataifa ya Magharibi sasa wanawekeza hela zaidi katika ulinzi na wala sio msaada wa kibinadamu. Mtazamaji, na huo ndio mwisho wa habari za kitaifa na kimataifa. Mimi ni Esther Amandu Sezelamula. Ramla Jabu ni mkalimani wa lugha ya alama. Endelea kutazama Channel 10, kilicho bora kabisa.